Nimemuangalia huyu dogo Chan Afcon na jana akiwa na jezi ya Young Africans. Naona kwenye gemu yake ana silaha nyingi za kuwa namba 10 kuliko winga. Chan iliyopita alikuwa anaonekana anatokea pembeni, lakini kiuhalisia fullback wa kulia. Alikuwa na overlap mara kwa mara ili kufanya Okello aingie ndani zaidi na kucheza kama namba 10. Playmaking ability ya huyu dogo ni kubwa, ana uwezo mzuri wa kupokea mipira maeneo finyu na kuiona pasi kwa haraka na kuiweka kwenye njia. Ana uwezo wa kufunga na kuassist pia. Hata jana hakuwa anakokota sana mipira wala kufanya runs mara kwa mara. Alikuwa anaomba mipira na kugawa pasi za upendo zaidi. Huyu dogo anaenjoy kucheza kama namba 10 kuliko winga. Jana alikuwa na game nzuri kiasi, but system ya timu ikikaa vizuri kumruhusu Alan Okello aonesha licho nacho kwa 100%. Hapo ndio wananchi mtaenjoy kipaji cha huyu dogo. Kwa maoni yangu, kiwango cha Alan Okello binafsi kwenye mechi ya jana dhidi ya Mashujaa kilikuwa kizuri na cha kuridhisha, hasa ukizingatia bado yuko kwenye hatua za mwanzo kuzoea mfumo wa Yanga. Okello alionekana kujiamini na mpira mguuni, hakutaka kupoteza mpira kirahisi, kusoma mchezo vizuri, akijaribu kuchezesha wachezaji wa pembeni na kutengeneza nafasi. Uwepo wake katikati ya uliipa Yanga utulivu, hasa kwenye kuanzisha mashambulizi. Hata hivyo, bado kuna maeneo ya kuboresha, kasi ya kutoa maamuzi. Kuna nyakati alichelewa kupiga pasi za mwisho, mchango wa moja kwa moja kwenye mabao bado haujaonekana sana, jambo ambalo mashabiki wanalisubiri. Kwa ujumla hii ilikuwa mechi ya kujenga confidence, si ya kumhukumu. Ukimpa muda na akaendelea kupata mechi mfululizo, Okello na kila sababu ya kuwa mmoja wa wachezaji muhimu sana na wa Yanga msimu huu. Kiufupi alicheza vizuri, sio bora sana, lakini anaelekea kwenye ubora mkubwa, hasa kama atakuwa anatengeneza chemistry nzuri zaidi na wachezaji wenzake. Na mtazamaji wetu wa Malikia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malikia wa Soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakikata upepo mpaka huko Tunisia wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malikia wa Soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malikia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.